Ladies and gentlemen, karibuni katika episode ya 14 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 13, basi hakikisha unagusa hicho pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen wako ili tuweze kwenda pamoja. Mwamba wakati yuko juu kabisa ya ghorofa aliendelea kumsimu Mwamba na kumwambia kwamba asisubutu kumuua, kwani pindi atakapokuwa tu ameweza kumuua basi mwenyewe atageuka kuwa majivu, kwa sababu hivyo ndio maandishi yanavyosema. Bidada Kim Chan huko katika kituo cha polisi leo alikuja kuzungumza ukweli wote namna gani ambavyo mume wake amekuwa akifanya matukio ya ajabu sana. Lakini jamaa akawa ameshtuka kwamba mbona huyu Mwamba ni kama vile yuko serious sana na hii issue. Huyu jamani kileta masiala ndajikuta anapotelea kuzimu. Ikabidi kumwambia kwamba niko tayari kusaini mkataba wowote. Lakini jamaa hakutaka kabisa kumsikiliza huyu Mwamba. Mwisho wa siku akawa amemwachilia juu kabisa ya ghorofa. Huku taarifa ya habari inasema kwamba Mwamba No Suk Min mke wake amekwenda kituo cha polisi na kueleza ukweli mzima kwamba yeye ndo aliweza kumuua hata mama yake mzazi. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba alipokuwa amemwangusha pale juu kabisa ya ghorofa ikaonekana kwamba mwili wake haukuweza kuonekana kabisa. Sasa mpaka wao wana uwezo wa kuweza kusafiri ndio kwa haraka zaidi, lakini wameshindwa kukuta mwili wa huyu jamaa. Na licha ya yote ambayo wameweza kuyasikia na kuyapitia, lakini bado bidada alikuwa haamini kabisa kwamba yule mama yake mlezi aliweza kuwaua wazazi wake. Na siku ya kesho yake bidada Kimsala akaenda kurudisha kile kitabu alichokuwa amekichukua kwenye nyumba ya Mwamba No Suk Min. Na Mwamba akamuuliza bidada vizuri kwamba je, una uhakika kwamba Mwamba No Suk Min ndiye aliweza kuwaua wazazi wa bidada Du Hee? Basi kabidi Kimsala aseme kwamba nilimsikia kwa masikio yangu akisema kwamba yeye ndiye ameweza kutekeleza mauaji yale. Kisha bidada akawa anaondoka. Huko upande wa pili bidada Du Hee alikuwa akimuuliza secretary, hivi ni kipindi gani ambacho mama alianza kutumia ile fimbo yake kutembelea? Akasema kwamba ni kutoka siku ambayo wazazi wako waliweza kupata ajali. Guan alielekea na bidada Du Hee moja kwa moja katika ofisi ambayo mamao alikuwa akifanyia kazi, na moja kwa moja wakataka kutathmini ama kupiga hesabu hapa ndani ilikuwaje kwaje mpaka akahusishwa na kile kifo cha wazazi wake bidada. Mwamba Jeuni akasema kwamba yeye ana uwezo wa kusikia maneno ya wafu, lakini bidada akaona wazo zuri ni kwamba wanatakiwa kutembelea katika maeneo ya kanisa ambako mama alipenda sana kuelekea huko. Hasa mchungaji aliyekuwa akimuombea bidada kila wakati, mama yako mlezi amewahi kusaini mkataba, na kwa bahati mbaya ule mkataba ukapelekea vifo vya baadhi ya watu, na ule mkataba ukaweza kufumwa na wazazi wako waliokuwa wameweza kuzaa wewe. Kwa hiyo ukatokea ugomvi mkubwa sana baina ya hizi pande kuu mbili, na kwa kuwa pande hizi kuu mbili zilikuwa hazina makubaliano, basi moja kwa moja wazazi wake na bidada Du Hee wakakasirika na kuondoka hapo akiwa amewasha gari, na huyu mama akaendelea kuwafuata na gari yake. Lakini kwa bahati mbaya mama yake akawa amekumbusha kwamba wakati wao wa kuishi duniani umeweza kufika. Baba mtu akasema kwamba ni lazima nikakutane na mwanangu na nimsalimie kisha niweze kuondoka duniani, na hapo alikuwa akimaanisha kwamba wakati wao kutokana na mkataba waliokuwa wamesaini kwa Mwamba Guan, kwa sababu wao walikuwa ni matajiri kutokana na ule mkataba ambao walikuwa wamesaini kwa jamaa, lakini kutokana na spidi kubwa sana ya ile gari ikapoteza mwelekeo na mwisho wa siku ikawa imeweza kupata ajali. Bidada kuyasikia hayo alijisikia huzuni sana, na mwisho wa siku akaelekea moja kwa moja katika kaburi la mama yake mlezi. Huku alikuwa na huzuni na sijui moyoni mwake alikuwa akiwaza nini, lakini alitamka neno moja pale kaburini akimwambia mama yake kwamba je, nastahili kuendelea kumpenda huyu Mwamba Guan? Jamaa alipoweza kusikia tu maneno hayo akawa ameondoka katika yale maeneo ya makaburi. Baada bidada kutoka katika eneo lile akaelekea moja kwa moja kwa Bathra ili aweze kuzungumza jambo fulani hivi au kuna maswali aweze kumuuliza, lakini kwa bahati mbaya kuna hitilafu ilikuwa imetokea sehemu, ikabidi Bathra aweze kuitwa, kwa akawa amekatisha mazungumzo kinamna hiyo. Akamwagiza bidada Du Hee kwamba aelekee ofisini akamsubiri huko, yeye atarudi sio muda mrefu. Lakini wakati bidada anaelekea huko akasikia sauti ya mwanamke mmoja akipiga makelele, na alikuwa amevalia koti jekundu akimwambia Mwamba kuwa sitaji tena kuendelea na ule mkataba kwa sababu nimegundua kuwa siuwezi kabisa. Mwamba alimwambia huyu mwanamama kwamba hatuvunjagi mikataba hata siku moja, labda kama unataka kufa, lakini akawa amemkasirikia na mwisho wa siku macho yake akawa yanatoka rangi nyekundu. Akawa amemtazama mwanamama huyu mpaka kaanguka chini na mwisho wa siku akakata moto. Na wakati huo bidada Du Hee alikuwa akishuhudia tukio zima, na mwisho wa siku kuna saa moja ilikuwa katika ukuta ikawa imeweza kutoweka. Bidada ndo akaelewa kwamba hizi saa zote kumbe ni maisha ya watu. Hapa ndipo bidada akagundua kwamba hata saa ya wahi wa babake huenda atakuwepo katika mitaa hii. Sasa wakati huo Mwamba Bathra alikuwa anarudi hapa ndani na kumkuta Mwamba Guan na kumuuliza kwamba je, bidada ameweza kufika katika maeneo haya? Mwamba kabaki anashangaa, bidada alitakiwa kuja hapa kwani? Na ndipo Mwamba akagundua kuwa bidada huenda ameshuhudia tukio zima, kabidi kumfuata. Alipokuwa akimfuata bidada akaonekana kurudi nyuma. Hii ilikuwa inaashiria kwamba bidada ameweza kushuhudia tukio zima na anamuogopa jamaa. Kati za usiku Mwamba akamtafuta tena bidada akamwambia kwamba nipatie mkono, lakini bidada alikuwa akimpatia Mwamba kwa uoga sana. Kisha Mwamba akamwambia kuwa unahitaji kuyakomboa maisha yako kutokea jehanamu. Na Mwamba alipomaliza kuzungumza yale maeneo ghafla tu akawa ameweza kutoweka. Bidada akawa anajiuliza huyu jamaa ameelekea wapi? Nyakati za usiku bidada akiwa amelala. Leo alikuwa mpweke sana, tofauti na siku zote ambapo ana jirani kabisa na Mwamba. Lakini alipoamka tu akabidi kupigia simu polisi na kuhitaji kutoa ushirikiano wake. Huku Mwamba Guan moja kwa moja alikuwa akimwambia Bathra kwamba anakwenda kuondoka, lakini atakuja kurudi siku moja, ila cheo chake cha kuweza kutoa watu maisha yake anamwachia huyu Mwamba Bathra. Lakini Mwamba akawa anauliza utarudi lini?
akasema mpaka bidada atakapokuja kuwa na mwisho mzuri. Lakini Basra alipokuwa ameachiwa ofisi alifanikiwa kuona msalaba, na anakumbuka tukio moja linaambatanishwa na msalaba. Akatamani kumwambia huyu jamaa, lakini akajikuta tu acha tu bana nipotezee. Mwamba Jusok moja kwa moja akamfuata bidada na kuanza kumuuliza kuwa hivi ni kweli jamaa ameweza kuondoka hapa duniani ama anadanganya. Lakini bidada akasema kwamba ni kweli ameweza kuondoka hapa duniani, hayupo nasi tena. Kumbe Nosok Min alikuwa ameweza kuokolewa na mtu, na haifahamiki huyu mtu ni nani alikuwa ameweza kumuokoa. Jamaa anajifikiria ni kwa namna gani atakwenda kulipa kisasi chake kwa bidada Duhi. Sasa usiku wa leo bidada Duhi akiwa amelala nyumbani kwake alikuwa anajisikia hali ya upweke sana, ila akajisemea kwamba it's okay, yani ni sawa tu. Na usiku mzima alilala peke yake mpaka palipoweza kukucha mapema na alfajiri alikuja kugundua kwamba kitandani pake palikuwa pana joto fulani kiasi kwamba ni kama kulikuwa kuna mtu alikuwa amelala kando yake, ila alipoamka na kugundua kwamba hakuna mtu, alibaki anageuka tu na kuanza kuuliza ni nani alikuwepo hapa. Sasa bidada ili kuondokana na hii hali ya upweke moja kwa moja akatafuta marafiki zake, na kila wakati akawa anapiga nao story na kunywa vinywaji kama kawaida. Na wakati anarudi nyumbani alikuwa amelewa sana, akawa ameanguka kidogo na damu zikaanza kumtiririka, akajikongoja mpaka kukaa katika sofa. Na wakati huo kuna mtu alikuwa akimsogelea kwa ujirani zaidi, hakuwa mwingine zaidi ya Mwamba Guan. Na Mwamba akamtoa bidada katika sofa moja kwa moja akampeleka chumbani, kisha akawa anamweka nywele zake vizuri kabisa ili bidada aweze kupata usingizi mololo. Bidada Duhi alipoamka asubuhi akagundua kwamba kile kidonda katika goti lake kilikuwa kimepona, hivyo akagundua kuwa Mwamba anashinda wakati mwingi sana akiwa yuko jirani yake, na akawa anamuelekeza sekretari. Na baada ya hapo bidada akanyosha moja kwa moja mpaka katika ofisi ya Mwamba Guan. Alipofika akakuta kitabu fulani hivi ambacho kinazungumzia masuala ya kishetani, lakini Mwamba alikuwa ameweka picha yake na bidada Pendikilo ameweza kukisi katika lile eneo la kupiga picha. Bidada akapata kumbukumbu zote nzuri kwa wakati huo, kitu ambacho kikamsababisha mpaka mapigo yake ya moyo yakaanza kuongezeka, akajikuta tu mpaka anashindwa kupumua vizuri. Na mara ghafla Basra akawa ameingia na kumuuliza bidada kuwa ni kwa nini umekuja katika nyakati za usiku ndani ya ofisi, lakini bidada akasema kuwa amemesi sana jamaa na anashindwa kabisa kuweza kukaa peke yake. Basi Mwamba Basra akamkabidhi msalaba na kumwambia kwamba hii waga unaivaa kila unapokuwa na mesi jamaa, ina maana kubwa sana katika upendo wenu. Lakini alipokuwa ameuvaa msalaba huu ghafla tu akaanza kuota ndoto kana kwamba alikuwa akiishi zamani sana, alikuwa ni mtu wa kunyanyasika, lakini siku moja alikuwa akifanya mazoezi yake ya mwisho na kuweza kukutana na Mwamba Guan, na ikawa ni mwanzo wa furaha yake. Lakini ile furaha haikudumu, mwisho wa siku alikuja kuuliwa. Kitu ambacho alichokuwa kikizungumza mwishoni wakati anapoteza maisha yake ni kwamba siku moja nije nikutane na mwanaume huyu, akimaanisha Guan. Bidada akashtuka katika ndoto, na hapa akagundua kwamba Mwamba alikuwa akimpenda sana katika miaka 200 iliyoweza kupita, na akafikiria kwamba lazima jamaa atakupa katika baadhi ya maeneo. Haraka sana akachukua gari yake na kutaka kwanza kuiwasha, lakini akagundua kwamba Nosok Min aliweka bunduki katika siti ya abiria. Lakini kumbe Nosok Min hakuwepo mbali katika maeneo hayo, akawa amefunika na kitambaa chenye madawa ya kulevya, kisha akampeleka katika chimbo fulani hivi bidada. Mwamba Nosok Min akasema kwamba niliponea chupu kufa siku ile, lakini ninyi mtakwenda kufa wawili wote. Mpigie simu au muite huyo jamaa Guan haraka sana aje eneo la tukio. Lakini bidada Duhi akapiga kelele kwa kusema kwamba Guan alishaondoka na hataweza kurudi tena kwa wakati huu. Nosok Min hakuwa katika mudi ya utani kabisa. Mwisho wa siku akamchoma na bidada katika eneo la fani la mguu. Bidada akapiga makelele sana. Mwamba akasema kwa kuwa bwana wako anachelewa kuja, basi na kwenda kukuua sasa hivi. Akawa amechukua kisu chake kwenda kumchinja bidada, lakini ghafla tu akashangaa kile kisu kinaanguka. Mwamba akawa ameweza kujitokeza. Mwamba Guan alipata hasira nyingi sana. Mwisho wa siku akamwangushia bonge la pande fulani la tofali, na jamaa akawa kama vile anataka kuyapoteza maisha yake. Haraka sana bidada akamfuata jamaa na kuweza kumstopisha na kumwambia kuwa usimuue huyu jamaa kwa sababu na wewe utakwenda kupotea. Wakiwa wamejisahau wanaendelea kupiga stori zao taratibu wakisema kuwa wamemisiana, basi Nosok Min akachukua gobole na kuweza kumtandika bidada. Jamaa alipotaka kufyatua risasi ya pili, ghafla tu Mwamba Guan akaweza kumshambulia na kuweza kumuua. Bidada akawa analiliwa tu. Jamaa analia kweli kweli, anahitaji bidada aweze kuamka. Mwamba akiwa analia kweli kweli, mwisho wa siku akatumia uwezo wake wote na kumhamisha bidada katika hali hii ya umauti. Hasa sharti la hawa demon wanaruhusiwa kumuua binadamu, lakini waliingia naye katika mkataba. Kama kuingia na wewe katika mkataba haruhusiwi kabisa kukua, na endapo akakuua basi moja kwa moja anabadilika na kuwa majivu. Na ni kweli kabisa, aliweza kumhamisha bidada, lakini yeye akaanza kutawanyika na kuwa majivu. Kutokea wakati huo Jusok Min akawa jirani sana na bidada, kwa sababu bidada alikuwa ni mwenye mawazo kutoka siku ambayo Mwamba Guan aliweza kuondoka ulimwenguni. Bidada akiwa mpweke leo alielekea katika maeneo ya fukwe za bahari, kisha akazungumza kwa hisia sana kwamba natamani kama ningeweza kusaini mkataba na huo mkataba ungekuwa ni wa kumrudisha Mwamba. Lakini kitu ambacho alikuwa akijui ni kwamba yule mwanamama aliyekuwa amemjua Mwamba kutokea mwanzoni, basi alikuwa akiyasikia maneno haya bidada alikuwa akiyasema. Basi huyu mwanamama akaitimiza ndoto ya bidada, akawa amemrudisha Mwamba Guan katika maisha tena, lakini kwa mkataba maalum. Bidada alihisi kuwa labda anaota ndoto, lakini wakati huo ilikuwa ni kweli kabisa. Mwamba akawa amemkumbatia bidada na kuweza kuvishwa tena ile pete ambayo alikuwa ameiacha ulimwenguni. Basi baadaye nyakati za usiku wakawa wamekumbatiana, lakini jamaa akawa ametoka na kwenda kutana na ule mwanamke. Akamwambia anashukuru sana kwa sababu umenirudisha tena duniani, lakini huyo mwanamke akasema hapana, ni kwa sababu bidada alikubali kusaini mkataba.
Mwamba akamuuliza huyu mwanamama kwamba ni kitu gani ambacho bidada amekubali kubadilishana ili aweze tu kunirudisha mimi ulimwenguni. Lakini mwanamama akasema kwamba tayari gharama ilishafidiwa, kwa hiyo wewe utaendelea kuishi naye tu, ila gharama tayari. Mwamba alisikitika sana kuyasikia maneno haya, lakini alikuja kuamini kwamba kama bidada atakuwa amebadilishana na maisha yake kwa muda mfupi, basi ana nafasi ya kuweza kusherehekea maisha hayo, kwa sababu hakuna atakayedumu milele ulimwenguni. Huo ndio unakuwa mwisho mzuri sana wa tamthilia yetu nzuri sana ambayo tulikwenda kuanza nayo mwanzoni mpaka hapa tulipoweza kufikia. Lakini kama utahitaji tamthilia hii ile ambayo imeweza kutafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi unakaribishwa kujiunga ndani ya group letu la movie, ambapo utakuwa ukijipatia movie zote ambazo nazituma kwa lugha ya Kiswahili zilizoweza kutafsiriwa na madj bora kabisa kutokea hapa nchini Tanzania kwa gharama shilingi 5,000 tu kwa kipindi cha mwezi mzima. Asanteni kwa wote ambao tulikuwa pamoja kuanzia mwanzo mwa episode hii mpaka hapa tunapofika ukomo. Lakini kumbusha wewe ambaye bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo mapema, kwa sababu vigongo vinavyokwenda kujili ni hatari na nusu.